Mwanamume mmoja kutoka jimbo la California nchini Marekani ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua rais wa nchi hiyo Donald Trump katika tukio lililosababisha mapitio ya usalama wa ikulu. Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 pia alishtakiwa kwa makosa mawili ya silaha za moto. Hakutoa tamko la kujitetea. Zaidi na Victor Kenani. Akiwa amevaa mavazi ya gereza ya rangi ya bluu yenye beji ya jina lake, mshukiwa huyo alionekana mtulivu wakati akifikishwa mahakamani Jumatatu katika mji mkuu wa taifa hilo. Wakala wa shirika la usalama la Secret Service alipigwa risasi lakini hakujeruhiwa vibaya wakati wa shambulio hilo. Mshtakiwa anakabiliwa na kifungo cha maisha gerezani endapo atapatikana na hatia. Aliongea kwa sauti ya chini alipokuwa akijibu karibu kila swali la jaji kwa ndio mheshimiwa au hapana mheshimiwa. Maafisa watatu wa idara ya usalama walisimama nyuma yake na mmoja alikuwa pembeni yake, huku mwendesha mashtaka wa shirikisho anayeshughulikia kesi hiyo Jeanine Pirro akiangalia. Wakati wa tukio la Jumamosi usiku, Trump, makamu wa rais JD Vance, wajumbe wa baraza la mawaziri na maafisa wengine wa ikulu waliondolewa haraka kutoka ukumbi wa sherehe wa hoteli ya Washington Hilton baada ya milio ya risasi kusikika. Inadaiwa mshukiwa huyo alivamia kituo cha ukaguzi wa usalama kilichokuwa orofa moja juu ya eneo la hafla. Kaimu mwanasheria mkuu Todd Blanche alisema inaaminika mshukiwa huyo alifiatua bunduki yake angalau mara moja na anakabiliwa na mashtaka haya. Shtaka la kwanza ni jaribio la kumuua rais wa Marekani. Shtaka hili linaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha hadi maisha gerezani. Shtaka la pili ni kusafirisha silaha ya moto kati ya majimbo kwa nia ya kutekeleza uhalifu mkubwa, ambalo linaweza kuadhibiwa kwa hadi miaka 10 jela. Na shtaka la tatu ni kufyatua risasi wakati wa uhalifu wa vurugu, ambalo lina adhabu ya chini ya lazima ya kifungo cha miaka 10, kiwango cha juu cha maisha, na miaka hiyo 10 huongezwa juu ya adhabu nyingine yoyote itakayotolewa. Waendesha mashtaka waliomba Allen aendelee kushikiliwa rumande, wakisema shtaka la jaribio la mauaji linaweza kuchukuliwa kuwa ugaidi. Pirro alisema mashtaka zaidi yanaweza kuongezwa. Vyanzo vya vyombo vya habari vimeiambia mshirika wa BBC nchini Marekani CBS News kwamba Allen hashirikiani na wachunguzi. Wakati wachunguzi wa Marekani wanachunguza jaribio la tatu la madai ya kumuua Trump, maafisa wa usalama wanapitia taratibu za ulinzi wa rais. Wengi wamehoji kama eneo la usalama katika hoteli ya Washington Hilton lilikuwa thabiti vya kutosha. Kwa nini waliohudhuria hawakuombwa kuonyesha vitambulisho, na kwa nini rais, makamu wa rais na wengine katika mstari wa urithi wa uongozi walikuwa wamekusanyika sehemu moja? Taarifa Victor Kenani. Mashambulizi ya Pakistan katika jimbo la mashariki la Afghanistan la Kunar yamewaua watu wasiopungua 7 na kujeruhi wengine 75, wakiwemo wanafunzi na profesa katika chuo kikuu cha Kunar, vyanzo kadhaa vimeiambia BBC. Kulingana na serikali ya Taliban, watu 30 miongoni mwa waliojeruhiwa ni wanafunzi wa chuo hicho. Zaidi na Florian Kaijage. Wizara ya habari ya Pakistani ilikanusha kushambulia chuo hicho na maeneo ya makazi, ikisema taarifa hizo ni za uongo. Taarifa za mashambulizi ya Kunar zinakuja wiki kadhaa baada ya shambulio la anga la Pakistan kwenye kituo cha urekebishaji wa waraibu wa dawa za kulevya katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, ambalo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa sasa linajulikana kuwa liliwaua watu 269. Taliban wanasema makombora na roketi yalifyatuliwa katika shambulio la jimbo la Kunar, huku vyanzo vingine vikiambia BBC kwamba ndege za kivita zisizo na rubani zilitumika. Profesa mmoja ambaye hakutajwa jina aliyekuwa akifundisha katika chuo kikuu cha Kunar aliambia BBC kwamba alisikia milipuko ya kutisha katika eneo lote la chuo hicho. Taarifa kutoka Wizara ya Elimu ya Juu ya Afghanistan ilisema majengo ya chuo hicho na maeneo ya jirani yalipata uharibifu mkubwa. Mamia ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika mapigano ya mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan katika miezi ya hivi karibuni. Katika wiki chache zilizopita, kufuatia upatanishi wa China uliosababisha mazungumzo kati ya pande hizo mbili huko mapema April, makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yalikuwa kwa kiasi kikubwa yakiheshimiwa. Florian Kaijage. Kupitia ushiriki wake katika mitandao ya vijana na mawasiliano ya kidijitali ya Umoja wa Mataifa, Irene Kitoti alifanikiwa kuchaguliwa sio tu kama mshiriki wa kuuliza maswali ya moja kwa moja kwa wanaowania nafasi ya katibu mkuu ajayo wa umoja huo, bali pia kama mzungumzaji na mwangalizi wa mchakato huo. Binti huyu mwanaharakati wa haki za watoto ambaye ni mkurugenzi wa asasi ya Genesis for Children Organization alibeba sauti ya vijana wa Tanzania na kupata nafasi ya kipekee
katika majadiliano ya kimataifa kuhusu uongozi wa Umoja Mataifa. Nimezungumza naye na kumuuliza kwanza alipataje nafasi ya kushiriki katika mazungumzo hayo mazito ya kimataifa. Tuliapply online baada ya kutumiwa sisi wanachama wa Umoja wa Mataifa na ECOSOC. ECOSOC ni jukwaa la vijana duniani kote. Nilivyo apply walinitumia email nikapata. Uzoefu uliopata umebadilisha vipi mtazamo wako kuhusu nafasi ya vijana katika maamuzi ya kimataifa? Umoja wa Mataifa sasa hivi wameona umuhimu wa vijana sio tu Afrika bali duniani kote kwenye maamuzi ya baraza lao kuu. Kuingia kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa si kazi rahisi, na mara nyingi vijana tunakuwa hatupogo huko kabisa. Kwa hiyo mimi nimeona cha kwanza ni jinsi ya kuinteract na baraza kuu lenyewe, kwamba wanafanyaje kazi, wanaulizanaje maswali, pamoja na jinsi wao wenyewe wanavyochagua watu wao na jinsi wanavyouliza wale maswali wale wanaogombea. Kwa hiyo hii imeleta chachu labda na vijana wengine kuingia kwenye hizi fursa na kuziwahi. Unakumbuka maswali ambayo uliyauliza? Ndio, nakumbuka. Swali la kwanza niliuliza kwamba je, anawezaje akichaguliwa katibu mkuu wa baadaye Umoja wa Mataifa, anawezaje kuwalinda watoto endapo vita ikitokea nchi yoyote, watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 12 ambao ndio Umoja wa Mataifa wameweka umri wa mtoto. Swali langu la pili nilouliza ni watoto kila siku wanakufa, hasa kwenye vita, hasa kwenye magonjwa. Atawezaje kupunguza vifo vya watoto duniani kuweza kulinda kizazi cha baadaye? Hayo maswali mawili ambayo nilikuwa nimemuuliza. Ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa vijana wengine kutokana na safari yako hiyo? Kikweli wasingoje fursa iwafuate, wawe wanapenda kufuatilia, sababu unatumia tumia simu yako kwa manufaa yako na sio kwa kukuletea hasara. Mimi through online ndio nimepata fursa hivyo, na kwa sababu gani? Nimeendelea kuwa nao karibu UN na ECOSOC. Kila mwaka nahudhuria vikao vyao vya ECOSOC. Kwa hiyo nafasi zipo kwa vijana, waendelee kupambania, fursa zipo kibao. Kwa hiyo wasingoje fursa ziwafuate, sababu hakuna mtu anaweza kujua wewe unataka nini ukiwa haujatoka. Wanasema mtembea bure sasa na mkaanaika bure. Wazikimbilie fursa ziko kibao Umoja wa Mataifa, na tumefunguliwa dunia kwa sasa kwa kweli. Na ni mkurugenzi wa asasi ya Genesis for Children Organization Irene Kitoti kama nilivyozungumza naye, ambaye sasa anatupa nafasi ya moja kwa moja kuelekea kwenye michezo na Florence Kaijage. Asante sana Halima Nyanza. Manchester United sasa inahitaji alama 2 zaidi ili kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, kufuatia ushindi wao wa magoli 2-1 dhidi ya Brentford usiku wa kuamkia hii leo kupitia magoli ya Casemiro na Benjamin Sesko katika kipindi cha kwanza kwenye pambano hilo la kuvutia ligi kuu ya England. Casemiro aliweka mpira kimiani kutoka pembeni mwa lango baada ya mlinzi Harry Maguire kupiga pasi ya kichwa katika dakika ya 11. Baadaye Bruno Fernandes alitoa pasi yake ya 19 kwa mfungaji msimu huu, pasi moja pungufu kuifikia rekodi ya EPL, akimwezesha Sesko kufunga dakika 3 kabla ya mapumziko. Brentford walipambana kusawazisha bila mafanikio, japo walijipatia bao la kujiliwaza dakika 87 ya mchezo kupitia kwa Matthias Jensen. Hii leo kuna mchezo mmoja wa mkondo wa kwanza wa ligi mabingwa Ulaya, hatua ya nusu finali, ambapo mabingwa watetezi PSG ya Ufaransa wanawakaribisha mabingwa mara 3 Bayern Munich ya Jerumani. Mechi nyingine ya nusu finali kati ya Atletico Madrid ya Hispania na Arsenal ya England ni kesho Jumatano usiku. Mchezaji bora wa dunia kwa upande wa wanawake Aryna Sabalenka alitoka nyuma kwa seti na kumshinda Naomi Osaka wa Japan katika raundi ya 4 ya Madrid Open na kutinga robo finali. Bingwa mara 4 wa Grand Slam Sabalenka alipata ushindi wake wa 15 mfululizo mwaka huu na wa 9 mfululizo mjini Madrid kwa kushinda 6-7, 6-3, 6-2 ndani ya saa 2 na dakika 20. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 hakuwa amepoteza mechi katika mji mkuu wa Hispania tangu 2023, lakini alijaribiwa mapema na mshindi mwenzake mara 4 Osaka, ambaye alikuwa akicheza tennis kwa ustadi mkubwa msimu huu.
Katika tetesi za usajili, klabu ya Chelsea imewaongeza kocha wa zamani wa Real Madrid Xabi Alonso mwenye umri wa miaka 44 na kocha wa Fulham Marco Silva miaka 48 katika orodha ya makocha wanaofikiriwa kupewa kazi ya meneja wa klabu hiyo iliyo wazi kwa sasa. Nayo Bayern Munich ya Ujerumani wataanzisha mazungumzo ya kusaini mkataba mpya na mshambuliaji wao raia wa England Harry Kane mwishoni mwa msimu huu, huku mabingwa hao wa Ujerumani wakiwa na nia ya kuendelea na mpachika mabao huyo mahiri mwenye umri wa miaka 32 zaidi ya mwaka 2027. Ni hayo katika dondoo za michezo asubuhi hii. Kwako Halima Nyanza. Asante sana Kaijage.